Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adamu Hussein. Wakati vita baina ya Iran pamoja na Israel ikiwa inaendelea, kumekuwa na vitisho baina ya pande mbili, kwa maana vitisho kutoka kwa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, pamoja na viongozi wake wa chini, ikiwa ni pamoja na mawaziri pamoja na baadhi ya wanajeshi. Lakini upande wa pili wa Iran kadhalika kumekuwa na vitisho hivyo hivyo ambavyo Iran imekuwa ikivitoa dhidi ya Israel. Lakini ukiachana na vitisho hivi, miongoni mwa mambo mengi ambayo yanazungumzwa ni vitisho kutoka kwa washirika wa mataifa hayo. Washirika wa Iran kama vile Urusi kupitia rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, lakini pia mshirika mwingine kama vile Uturuki kupitia rais wake Recep Tayyip Erdogan, lakini pia na hata huko Pakistan wamekuwa wakizungumzia juu ya mgogoro huu, zaidi wakilaani kile kinachofanywa na Israel kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran. Lakini wengi wanataka kujua ni kwa nini washirika wote hawa wako kimya, isipokuwa tu wanatoa maneno. Washirika mfano Marekani wamekuwa wakizungumza sana, maneno mengi, kama ambavyo imeonekana na kuonekana katika mitandao mbalimbali. Kwa mfano katika mtandao wa Truth Social, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akizungumza mara kwa mara, akimtishia hata Ayatollah Al-Khamenei, akimwambia kwamba uhai wake upo katika mikono yao, lakini pia akimweleza kwamba wamelimiliki anga la Iran na wanaweza wakafanya jambo lolote ambalo wanaliweza. Lakini akajibu Ayatollah kwamba wapo tayari kwa ajili ya mapambano na wataonyesha namna gani nguvu ya Iran ilivyo. Lakini ukiachana na hayo, mgogoro huu bado hakuna taifa ambalo limeingia moja kwa moja, ingawa Marekani inatajwa ina baadhi ya silaha zinazotumika kutoka nchini Israel, zikiwemo ndege za F-35 pamoja na makombora mengine, lakini pia hata ulinzi wa anga wa THAAD ambao wakati huu hauonyeshi ufanisi kutokana na kwamba makombora ya Iran yanazidi kufanya mashambulizi mazito huko katika maeneo mbalimbali, wakati huu Iran ikitumia makombora yake ya Fatah ambayo yanashindwa kuzuilika huko nchini Israel. Lakini wengi sasa wanataka kujua, je, ni kwa nini Urusi, mshirika wa karibu wa Iran ambayo ilitoa msaada pia hata wakati wa vita nchini Ukraine, iko kimya licha tu ya kutoa maneno? Lakini kwa nini pia Marekani imekuwa iko kimya zaidi ya kutoa maneno? Mataifa haya kila moja limejikuta kitegea juu ya namna ya kukabili upande mmoja ama upande wa pili. Israel imejikuta katika makabiliano ya moja kwa moja, sio na wakala au kundi la waasi, lakini na Iran, adui wake mkuu wa kijiografia na uwezekano wa nguvu za nyuklia za siku zijazo. Kwa kweli vita vya Iran na Israel havikuanza Juni 13. Nchi hizi mbili zilibadilishana mashambulizi ya moja kwa moja. Kama mnakumbuka, ilikuwa ni Aprili mwaka 2024. Kwa miongo kadhaa kabla ya hapo ziliendesha kile kinachojulikana kama vita vya kivuli, hasa kupitia operesheni za kijasusi, mashambulizi ya mtandao na msaada kwa washirika wa kikanda. Lakini sasa kwa mpango wa Israel, mzozo umeongezeka na kuwa vita vya wazi. Tofauti na makombora ya ishara ya zamani, awamu mpya inalenga miundombinu ya kimkakati, vituo vya kufanya maamuzi na hata miji. Tempo imekuwa kubwa ya kubadilishana mashambulizi na inaashiria kupanda kwa kasi kila kukicha. Kila maeneo, si Iran wala si Israel, mashambulizi yamekuwa ni makubwa, wengi wakisubiri ni nini ambacho kitamuliwa na mataifa makubwa. Marekani wakati ikieleza namna ambavyo inataka kuingilia mzozo huu, na inadaiwa kwamba vikao ni vingi huko nchini Marekani kwa ajili ya kujadili ni jinsi gani wataingia katika mzozo huu. Wanaona kwamba huenda wakiingilia kati, kuna mataifa makubwa kama vile Urusi na washirika wake hawataacha salama, wataingia vitani. Jopo la rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House limetazama pia. Wanaona kwamba ikiwa Marekani itaingilia kati wakati huu, kuna uwezekano mkubwa China, Urusi, Pakistan, Korea Kaskazini na washirika wengine wakaingilia kati mzozo huu na hatimaye mzozo ukawa mkubwa zaidi. Kuna baadhi ya mataifa silaha zao hazikutumika na hazijulikani, mfano wa Uchina. Hata Irani yenyewe, Marekani wakati huu inashangaa kuona aina ya makombora inayoyatumia wakati huu. Ilidhani ni makombora yale ya kizamani, lakini Iran inatumia makombora ya kisasa na makombora mazito. Iran na Israel hazishiriki mpaka, kwa hivyo shughuli za ardhini haziwezekani. Kinachofanyika ni makombora ya anga kwa anga
pamoja na ndege zisizokuwa na rubani na ndege za aina tofauti tofauti. Upande unaomaliza mtaji wake wa kijeshi na kisiasa kwanza ndio utakaoshindwa kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo. Sasa hivi Israel imeona kwamba mpango mzuri ni kushambulia viongozi, lakini wachambuzi wa mambo ndani ya Iran wanadai kwamba hii haiwezi kuwa sehemu ya ushindi wao, kwani uongozi ni falsafa ambayo imejengwa kwa kila mtu ndani ya jeshi na ndani ya wanasiasa katika taifa hilo la Kiajemi. Urusi inaweza kushiriki vita hivi? Wachambuzi wa mambo wanasema kuna uwezekano mkubwa sana Urusi ikashiriki katika vita hivi. Urusi itashiriki ikiwa Marekani itashiriki vita hivi. Licha ya kwamba rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin aliwahi kuzungumza na rais wa Marekani siku za hivi karibuni akimwambia kwamba wao wawili wanapaswa kumaliza vita hivi. Rais wa Marekani Donald Trump alimwambia Bwana Vladimir Putin kwamba sasa wanapaswa wao wawili kumaliza vita hivi. Lakini licha ya kutaka kumaliza vita hivyo, kila mmoja amekuwa mtazamaji, anaangalia ni nini ambacho kinaendelea. Lakini kadri siku zinavyozidi kusonga, Israel inaonekana inazidi kuelemewa kutokana na makombora mengi ambayo yanarushwa na Iran, licha ya kwamba inaharibu miundombinu msingi ya Iran, na hata wakati huu sasa kutokana na kuelemewa huko inahitaji msaada wa hali na mali kutoka nchini Marekani. Lakini kutokana na haya yote yanayoendelea, upande wa Iran wanaamini kwamba ikiwa Marekani itaingia kati na ikiwa Iran itaanguka, basi mataifa haya washirika nayo pia yatakuwa yanaanguka. Na upande wa pili wanaamini hivyo hivyo, ikiwa Israel itaanguka, basi washirika wa Marekani wote watakuwa wameanguka. Na hivyo kinachoenda kutokea ni mazungumzo ambayo sasa hivi rais wa Marekani Donald Trump anahitaji kwa hali na mali. Na hivyo wachambuzi wa mambo wanasema ndani ya wiki mbili ya mgogoro huu kutakuwa na suluhu ambayo inaweza ikapatikana. Hata hivyo, miongoni mwa yale ambayo aliwahi kuzungumza rais wa Urusi Bwana Putin ni kwamba yupo tayari kusimamia miundombinu ya msingi ya nyuklia ya Iran, na huenda hili litakuwa miongoni mwa makubaliano. Hii ni kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili ufahamu mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.